Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, kabla ya leo kulikuwa na vijineno hivi kwamba wanaenda Mbeya kwenda kuadhirika. Kulikuwa na watu wanaombea Mbeya isiwe Mbeya. Sasa hao waliokuwa wanaombea Mbeya isiwe Mbeya, Mbeya imekuwa Mbeya na Mbeya itakuwa Mbeya siku zote. Hongereni sana. Hongereni sana. Nafikiri nikisema tumeanza vizuri kwa sababu Mbeya imeitika, nafikiri sitakosea eti. Tumeanza vizuri. Mwenyekiti wa Kanda, hongera. Makamu mwenyekiti kaka Frank, viongozi wa Mbeya, wanachama wetu wa Mbeya, lakini zaidi ya wote wananchi wetu wa Mbeya, hongereni sana. Hongereni sana. Kwa sababu Mbeya ni Mbeya. Sasa ndugu zangu, tarehe 20 mwezi wa pili ya mwaka jana tulikuwa hapa tukafanya maandamano mjini hapa. Wengine tumeanzia kule Mbarali, wengine wameanzia karibu na Vwawa. Tumefika hapa, Mbeya iliitikia. Sasa Mbeya ikasahau waganga wa kuzuia mvua. Leo nafikiri mmefanya hiyo kazi ambayo hamkuifanya siku ile. Sasa siku ile tulinyeshewa, mkutano haukuwezekana, lakini niliwaahidi katikati ya mvua ile, niliwaahidi kwamba nitarudi na nimerudi. Sasa ndugu zangu, viongozi wamezungumza vizuri sana. Makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche amezungumza mambo makubwa ambayo hayahitaji kuongezewa, na mimi sitayaongezea kwa sababu hizo hoja ni hoja za nguvu na ni hoja za kweli, na Mungu wetu ni Mungu wa kweli. John Heche amezungumza ukweli wa Mungu mwenyewe, wa Mungu wetu. Kilicho wazi kutokana na mazungumzo ya Mheshimiwa Heche, kilicho wazi ni kwamba adui namba 1 wa nchi hii ni CCM na watu wao. Miaka 64 mwaka huu ya uhuru, tuko hapa walikotufikisha. Hata reli aliyotujengea Mchina akatukabidhi miaka 50 iliyopita, mwaka 75 Tazara imekabidhiwa na Wachina kwa Nyerere. Miaka 50 baadaye wametapanya kila kitu. Sasa wanamrudishia Mchina, wanaambia hebu wewe iendeshe. Miaka 50 ya utapanyaji. Sasa hawawezi wakatubadilishia maisha yetu.
Kwa hiyo kitu muhimu, tuzungumze namna ya kuwaondoa madarakani. Kilicho muhimu ni kuzungumza namna ya kuwaondoa madarakani. Janga la taifa hili janga la taifa, tuzungumze namna ya kuliondoa madarakani. Sasa kwa dunia ya leo, sizungumzia zamani, nazungumzia kwa dunia ya leo. Kwa dunia ya leo, ukitaka kuondoa janga la aina hii, huchukui silaha kwenda porini kupambana kuliondoa janga madarakani. Zamani ilikuwa inawezekana. Ndio maana walichofanya Msumbiji na Zimbabwe na kwingineko. Miaka hii, utaratibu unaokubaliwa na dunia wa kuondoa majanga ni utaratibu wa uchaguzi. Ni utaratibu wa nini? Ni utaratibu wa uchaguzi. Hatuwezi tukachukua silaha tukaenda porini kufanya vita ya kuiondoa CCM madarakani. Huo utaratibu dunia haiukubali tena. Utaratibu unaokubaliwa ni utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu unaojulikana na kukubaliwa na dunia ni utaratibu wa chaguzi huru, za haki na zinazokubalika na wananchi. Kwa hiyo lazima tuzungumze namna ya kuiondoa CCM madarakani, namna ya kuondoa hili janga madarakani kwa kutumia uchaguzi, kwa kutumia hiyo njia inayokubalika na dunia ya leo. Sasa swali langu kwenu wananchi wa Mbeya ni hili. Kwenu nyie, mnafikiri kwa utaratibu wetu wa kufanya chaguzi, kwa utaratibu wetu wa kuendesha chaguzi, niwaulize, tupate majawabu ya kweli ya Mungu, kwa utaratibu huu uliopo wa uchaguzi wa nchi hii, inawezekana kuiondoa CCM madarakani? Kwa utaratibu huu wa uchaguzi huu. Sasa, asante. Kuna watu wanasema inawezekana. Nimesikia wanasema hivi. Sasa nawashukuru. Nataka nionyeshe kwa nini haiwezekani. Nataka niwathibitishie wananchi wa Mbeya kwamba tusipobadili utaratibu wa uchaguzi, hatakaa tupate chochote kwenye hizi chaguzi za CCM. Hatutakaa tuache kudanganyana. Iko hivi ndugu zangu. Kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Na nyie wananchi wa Mbeya mnafahamu ukweli huu kwamba kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Sasa nisikilizeni wananchi wa Mbeya. Mwaka 2014 tulifanya uchaguzi wa mitaa na wa vijiji, au sio? Tulifanya uchaguzi miaka takriban 10 iliyopita. Tulifanya uchaguzi wa mitaa na vijiji nchi nzima. Na sisi wa Mbeya tulifanya uchaguzi huo. Sasa takwimu za huo uchaguzi wa mwaka 2014 wa mitaa na vijiji kwa Mbeya zinasemaje? Nataka tuanzie hapo. Hizi takwimu zinasema kwenye hili jiji lenu la Mbeya,
jiji la Mbeya kulikuwa na mitaa mwaka 2014 kulikuwa na mitaa 181, na nimeambiwa leo mitaa ya Mbeya bado ni 181. Sasa mwaka 2014 kwenye uchaguzi wa mitaa hapa Mbeya mjini, sisi wa Chadema tulishinda mitaa 71. Mitaa 71 kati ya mitaa 181. Asilimia takriban 40 ya mitaa yote ya Mbeya ilikuwa na wenye viti wa Chadema. CCM walitupita. Nasema takwimu zilivyo. CCM ilipata mitaa 106. Ukijumlisha 71 na mitaa 106 ya CCM ni mitaa 177, mitaa 4 ilikwenda NCCR. Kwa CCM walishinda mitaa mingi kwa takwimu zao. Mnanifahamu? Lakini kumbuka kwamba tulikuwa na mitaa 71 ya Chadema Mbeya mjini. Hesabu miaka 10 baadaye mwaka jana. Miaka 10 baadaye mwaka jana, kitu gani kimetokea? Kwenye mitaa 181 sisi wa Chadema tumepata 0. Na sisi wamepata mitaa yote 181. Mnanipata? Naelewa. Kwa wajumbe wa mitaa walikuwa 600 na ngapi? 663 kama. Tulikuwa na wajumbe wa mitaa karibu 270 miaka 10 iliyopita. Mwaka jana tumepata wajumbe wa mitaa 0 hapa Mbeya mjini. Hapa aya, nataka tu niwathibitishie haiwezekani tena. Sawa? Kwenye vijiji, si kuna mitaa na vijiji? Miaka 10 iliyopita kwenye vijiji vyote vya mkoa wa Mbeya walikuwa hawajagawanya na Songwe. Siku hizi kuna Mbeya kuna Songwe. Wakati ule ilikuwa ni mkoa mmoja wa Mbeya. Ulikuwa na vijiji 704. Sisi Chadema tulishinda vijiji 99. Asilimia 15 ya vijiji vyote. Miaka 10 iliyopita. Mwaka jana mkoa mzima wa Mbeya sasa umegawanywa, umekuwa Mbeya na kuna Songwe. Nazungumzia Mbeya ya kwenu. Vijiji 533. Chadema imepata vijiji 13. Asilimia 2.6. Tulikuwa na asilimia 15 miaka 10 iliyopita. Leo tuna asilimia 2.6 kwa mkoa mzima wa Mbeya. Kwa nchi nzima, kwa nchi